Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari tukijuzia yaliyojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Sada Nasor, tutakusomea habari za kitaifa na habari za biashara zitasomwa na Sofia Amani, huku habari za kimataifa zikiletwa kwako na Roman Shirima. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Rais Samia asema mabadiliko ya mifumo ya kodi ndiyo maendeleo. Katika biashara, bajeti ijayo kutoa fursa ya marekebisho ya kikodi yatakayokuza uchumi. Na katika habari za kimataifa, Rais Ngweso ashinda na kuendeleza utawala baada ya miaka 4 madarakani. Na mtazamaji, na moja kwa moja tuanzie kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Amesisitiza umuhimu wa serikali kujifanyia tathmini na kufanya mabadiliko mbalimbali katika utendaji wake kutokana na ukweli kuwa mabadiliko huleta maendeleo. Goodluck Msola ametuandalia taarifa zaidi. Rais Daktari Samia ametoa kauli hiyo Machi 18 mara baada ya kupokea ripoti ya Tume ya Rais ya kutathmini maboresho ya mfumo wa kodi nchini katika hafla iliyofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam. Amesema kwamba aliamua kuunda tume hiyo kufanya tathmini ya kina ya mfumo wa kodi kufuatia malalamiko ya muda mrefu kutoka kwa baadhi ya wananchi, wafanyabiashara, wawekezaji pamoja na wadau wa maendeleo kuhusu changamoto za mfumo wa kodi uliopo nchini. Mabadiliko ndiyo maendeleo. Napokaa muda mrefu lazima mjitathmini na mjibadilishe. Hata nyoka naye hujibadilisha, si ndio? Anavua gamba, anaacha, anakwenda akiwa mpya. Kwa na sisi tunataka kuvua gamba la malalamiko ya kodi ili tuende tuwe wapya. Kwa tumeunda tume hii miaka 35 takriban baada ya tume ya Mtei kama alivyoisema mwenyekiti wa tume hapa, ambayo ilifanya kazi mwaka 1989 hadi 1991, na yenyewe ilipitia na ilifanya uchunguzi kuhusu mapato ya umma, kodi na matumizi ya serikali kwa wakati ule. Kwa hiyo tume hii iliyoongozwa na Balozi Sefue ina lengo la kuhuisha mfumo tulionao wa kodi ili uendane na mahitaji ya sasa ya kiuchumi, kiuwekezaji na kibiashara. Kwa maneno mengine, tunajisahihisha. Rais Daktari Samia pia amebainisha umuhimu wa mageuzi ya sera na sheria za kodi kuelekea dira 2050, dira ambayo 22% ya utekelezaji wake utafanywa na serikali na 70% itafanywa na sekta binafsi na wadau wengine, huku 8% ikihusisha mashirika ya umma. Rais Daktari Samia pia ametumia fursa hiyo kuwapongeza wafanyabiashara na wananchi wote nchini kwa moyo wao wa uzalendo wa kuweza kulipa kodi kwa hiari bila shuruti, ingawa amesema bado kuna ukwepaji wa kodi. Katika miaka 4 iliyopita tulichukua hatua zinazolenga kuimarisha ukusanyaji mapato ya serikali, na hapa nipongeze Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA kabla kubadilika kwake. Tutalijadili serikalini kama tunataka kubadilika au vipi, tutakwenda kwenye services au jina jingine, lakini kwa sasa TRA niwapongeze kwa kazi nzuri wanayoendelea kuifanya katika kuboresha mifumo ya ukusanyaji wa mapato. Wamejitahidi sana, na kama mnavyojua tumekuwa sana, lakini mahitaji ya nchi ni makubwa, rasilimali fedha inahitajika nyingi sana, bado tunatakiwa kukusanya, na kweli kuna fedha ambayo bado hatujaikusanya. Kwa lazima tuikusanye ili tuweze kufanya mambo yetu. Awali akiwasilisha ripoti hiyo, mwenyekiti wa Tume ya Rais ya kutathmini maboresho ya mfumo wa kodi nchini, Balozi Ombeni Sefue, amesema urasimishaji wa biashara nchini umekuwa adhabu badala ya fursa, huku akieleza kuwa mifumo ya kodi inahitaji maboresho makubwa ili kuendana na kasi ya teknolojia pamoja na kupunguza usumbufu kwa walipa kodi wadogo. Sisi tunaamini inawezekana, lakini inahitaji utekelezaji madhubuti wa mapendekezo haya iwapo utayakubali, na mfumo madhubuti wa ufuatiliaji na uwajibikaji. Mheshimiwa Rais, niwie radhi nimeongea muda mrefu, naomba uniruhusu sasa kwa heshima na taadhima nikukabidhi ripoti ya Tume ya Maboresho ya Kodi ulioiunda, ripoti ambayo iko katika makundi ya vitabu 7
ambayo kuna ripoti ya tume, alafu kuna mustasari wa ripoti ya tume, kuna bango kitita la changamoto na mapendekezo ya wadau wa kodi yaliyowasilishwa kutoka mikoa yote ya Tanzania bara na Zanzibar, kuna bango kitita la uchambuzi wa maoni yaliyowasilishwa na wadau, kuna bango kitita ya uchambuzi wa sera, sheria na ripoti maalum, kuna bango kitita la taarifa ya uzoefu wa nchi zingine tulizotembelea, India, Jamhuri ya Korea, Uingereza na Vietnam, na kuna bango kitita la makundi na orodha ya wadau waliokutana na tume na waliowasilisha maeneo kwa tume. Mheshimiwa Rais, asante sana. Aidha, Balozi Ombeni Sefue amemshauri Rais Samia Suluhu Hassan kuunda mfumo jumuishi timilifu, yani 360 degree ecosystem, wa kutambua, kulea na kukuza wajasiriamali wadogo hapa nchini. Jeshi la polisi kikosi cha reli nchini limefanikiwa kuwakamata jumla ya watuhumiwa 77 wanaotuhumiwa kwa makosa mbalimbali ya jinai, ikiwemo kuhujumu miundombinu ya reli na wizi wa mali za shirika. Tujiunge naye Emmanuel Meshek kutoka Mwanza. Akitoa taarifa ya operation iliyofanywa na jeshi hilo katika maeneo mbalimbali nchini, kamanda wa polisi kikosi cha reli nchini Matrida Kuyeto amesema wamewakamata watu hao katika mkoa wa Dodoma wakituhumiwa kuiba nguzo 44 zinazoshikilia fensi ya SGR. Katika doria, misako na operation zilizofanyika kuanzia Januari 2026 hadi Machi 2026, Jeshi la Polisi kikosi cha reli Tanzania tumefanikiwa kukamata jumla ya watuhumiwa 77 kwa tuhuma za makosa mbalimbali za jinai, zikiwemo za kuhujumu miundombinu ya reli, wizi wa mali ya shirika, kupatikana na mali idhano yayo kuwa ni ya wizi, na kupatikana na madawa ya kulevya aina ya bangi. Mnamo Januari 12, 2026, huko wilayani Bahi, mkoa wa Dodoma, walikamatwa watuhumiwa wawili ambao ni Martin Jackson Yohana, miaka 30, mkulima na mkazi wa Dodoma, pamoja na Malunde Daudi Luhende, miaka 34, mkulima na mkazi wa Dodoma, ambao wanatuhumiwa kubomoa nguzo 44 zinazoshikilia fensi ya SGR, na baada ya kubomoa waliiba nondo zilizokuwa ndani ya nguzo hizo na kwenda kuziuza kama chuma chakavu. Kamanda Matrida pia amesema kuwa katika mkoa wa Mwanza vimekamatwa vifaa mbalimbali vya mradi kwenye ujenzi wa kipande cha Mwanza Isaka, ikiwemo madumu 105 yenye mafuta ya diesel pamoja na nondo 461. Kamanda Matrida ametoa wito kwa wananchi kujiepusha na vitendo hivyo, ikiwa ni pamoja na wafanyabiashara wanaonunua vyuma chakavu kuepuka ununuzi wa vyuma vya mali ya shirika la reli. Jeshi la Polisi kikosi cha reli Tanzania linaendelea kuwashukuru wananchi wanaoishi maeneo yanayopitiwa na reli ya MGR na ya kisasa kwa maana ya SGR, na maeneo yote ambayo ujenzi unaendelea, kwa uelewa wao na ushirikiano katika kubaini, kuzuia na kutanzua uhalifu katika maeneo yao. Kutokana na ushirikiano tunaendelea kupata kutoka kwa wananchi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, kwa ujumla hali ya usalama kwenye reli zetu pamoja na zile zinazoendelea kujengwa ni shwari. Pia tunaendelea na doria, misako na operation kwa ajili ya kuwakamata wale wachache wasiopenda kuelewa umuhimu wa miundombinu ya reli na kuihujumu. Jeshi la Polisi kikosi cha reli Tanzania linatoa onyo kali kwa wale wachache wenye tabia na wanaoendekeza tabia ya kutofanya kazi halali ya kujitafutia kipato, na badala yake wanatumia uhalifu kwa kuhujumu miundombinu ya shirika la reli Tanzania. Mkono wa sheria hautawaacha salama. Kamati ya kudumu ya Bunge na miundombinu imeitaka serikali kupitia Wizara ya Mawasiliano kuhakikisha awamu ya pili ya ujenzi wa minara 600 katika maeneo ya pembezoni inafanyika kwa kuzingatia uhitaji ili kukamilisha mpango wa serikali wa kuhakikisha kila eneo nchini linapata huduma za mawasiliano na data na kutatua changamoto zinazotokana na ukosefu wa huduma hizo. Goodluck Msola ametuandalia taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa ziara ya kamati hiyo ilipotembelea mmoja wa mnara uliopo Kibada Kigamboni jijini hapa,
ukiwa umejengwa kwa kushirikisha kampuni za simu na serikali. Mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya miundombinu Selemani Kakoso ameiagiza Wizara ya Mawasiliano kuhakikisha katika utekelezaji wa awamu ya pili ya mradi wa kupeleka mawasiliano vijijini wanatoa kipaumbele katika maeneo ambayo hayana huduma. Tunawaomba wale wanaojenga minara, Mheshimiwa Waziri, mkawasimamie wawe na uwezo wa kujenga minara ambayo itakwenda kupeleka ubora wa mawasiliano ambao utawasaidia wananchi kadri ambavyo wanategemea kupata huduma ile ambayo iko bora. Tanzania tuitumie fursa ya mawasiliano kwa ajili ya maendeleo. Tuitumie fursa ya mawasiliano kwa ajili ya kupeana habari ambazo zitakuwa na manufaa kwa taifa letu. Mitandao ukiitumia vizuri, leo wananchi wanafanya biashara kupitia mawasiliano ya simu. Upande wake, Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari nchini Angela Kairuki amesema serikali imepokea maelekezo ya kamati hiyo na watahakikisha awamu ya pili ya ujenzi wa minara inafika maeneo yote yaliyoachwa katika awamu ya kwanza ambayo ilihusisha jumla ya ujenzi wa minara 758 katika mikoa 26, mradi ambao umemalizika Disemba mwaka jana. Katika utekelezaji wa mradi wetu wa mawasiliano wa 11A, B na C, maeneo ya mipakani pia tutayapa mkazo mkubwa sana. Lakini pia kupitia mradi huu ambao tumemaliza Disemba Disemba 2025, na kwenye pia tuliweka mkazo kuhakikisha tunaongeza nguvu ya minara yetu kutoka 2G, 3G, 4G na 5G hasa katika minara takriban 304, lakini tunaendelea kupokea mkazo huu na msisitizo ambao umeutoa, tukitambua mambo yanabadilika, mitambo inabadilika, idadi ya watumiaji inaongezeka, lakini pia kwa kutambua hali ya jiografia ya maeneo yetu. Akitoa maelezo ya utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa minara katika maeneo yasiyokuwa na kasi ya ukuaji wa kiuchumi, Mhandisi Peter Mwasalianda ambaye ni mtendaji mkuu wa mfuko wa mawasiliano kwa wote nchini UCSAF amesema mradi wa awamu ya kwanza ulilenga kujenga minara 758 ambapo umekamilika kwa 100% na kuwezesha wananchi zaidi ya milioni 8.5 kuwezeshwa mawasiliano katika vijiji zaidi ya 1400. Kwa mnara huu wa Kibada, ruzuku iliyotolewa ni kiasi cha shilingi milioni 89,715,000. Na mnara huu, Mheshimiwa Mwenyekiti, unatoa huduma zote za 2G, 3G, 4G na mpaka 5G. Kadiriwa jumla ya wananchi kwa maeneo haya 28,188 wanufaike na utekelezaji wa mradi huu. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ameitaka jamii kuhakikisha kuwa wanapotoa misaada au kuandaa futari wanawalenga wale wanaostahiki, hususan watu wenye uhitaji maalum wakiwemo yatima au watu wenye ulemavu, badala ya kuwajumuisha zaidi wenye uwezo mkubwa wa kiuchumi na watu maarufu. Taarifa hii imeandaliwa na Mrisho Mapeo. Chalamila ametoa ushauri huo akizungumza jijini Dar es Salaam katika hafla ya iftar iliyoandaliwa na taasisi ya Ihsan Aid Network iliyoshirikisha watu wenye mahitaji maalum kutoka vituo vya kulea watoto yatima pamoja na watu wenye ulemavu. Chalamila amesema ingawa utamaduni wa kuandaa iftar unaongeza upendo, umoja na mshikamano, bado makundi ya watu wenye uhitaji yamekuwa yakisahaulika. Aidha, kupitia hafla hiyo, taasisi ya Ihsan Aid Network chini ya udhamini wa kampuni ya GSM na State Oil wametoa misaada mbalimbali ya vyakula kwa makundi hayo. Mkuu huyu wa mkoa ameipongeza taasisi hiyo kwa kuwakumbuka watu wenye mahitaji maalum na ameahidi kuvitembelea vituo hivyo vya kulea watoto hao ili kuangalia namna ya kuwasaidia. Katika hatua nyingine, Chalamila amegusia pia kitendo cha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kumwasili mtoto aliyetelekezwa mkoani Tabora, akitaja kuwa ni mfano wa kuigwa na jamii ili kugusa maisha ya watu wenye uhitaji. Tumefuturisha watu kutoka makundi maalum. Wapo wenye ulemavu, wapo watoto kutoka katika mazingira magumu, wapo watoto ambao wanalelewa na wazazi ambao hawakuwazaa, na wala sio kwa sababu mbalimbali au zipo sababu mbalimbali. Hata juzi tumeona Mheshimiwa Rais amemwasili mtoto mmoja baada ya mtoto huyo kutelekezwa huko Nzega.
Lakini hapa napo watoto wote hawa wana historia, kila mmoja na historia yake. Wapo ambao historia zao zinafanana na wapo ambao historia zao hazifanani. Sasa tukiweka upendo kwa makundi haya, tunaweza tukalijenga taifa lenye mwanga mzuri kwa baadaye. Kwa upande wake, mwakilishi wa taasisi ya Ihsan Aid Network Musa Omar amesema kilichohamasisha kuanzisha utaratibu wa kusaidia makundi ya watu wenye mahitaji maalum ni ongezeko la vituo vya watoto hao, hali inaonyesha kuwa uhitaji wa msaada ni mkubwa. Kwa mantiki hiyo, tukaona tunawiwa kwa kile ambacho sisi tunacho tuweze kucontribute, kukusanya pamoja na kuweza kuwasaidia vijana wenzetu ambao wamekosa walezi, wazazi na wako mitaani wanahangaika. Kwa kuanzia tumeona zile kambi zote zilizo Dar es Salaam ambazo tuna uwezo wa kuzifikia na kuweza kuwapatia mahitaji ya muhimu, kwa mfano chakula, sabuni, sukari, bili za maji, bili za umeme, nguo na kadhalika. Tuweze kuwaita pamoja, kusturu nao na kujua makazi yao yako wapi, tuweze kuwafikia na kuanza kuwapatia hayo mahitaji. Mtandao wa kupinga ndoa za utotoni nchini Tanzania, Techman, umesema bado haujaridhishwa na kasi ya mchakato wa mabadiliko ya sheria ya ndoa ya mwaka 1971 licha ya kukiri kuwa kuna vikao vya mara kwa mara na wizara husika ili kukamilisha mchakato huo ambao ni utekelezaji wa hukumu ya mahakama. Na ndiyo mwandishi wetu Goodluck Msola ana taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa kongamano la pamoja baina ya TSMN na kundi la watoto na vijana kutoka shule mbalimbali za hapa jijini Dar es Salaam, mratibu wa mtandao huo hapa nchini, wakili Aileen Nambuo, amesema licha ya serikali kuonesha nia ya kufanya mabadiliko ya sheria ya ndoa ya mwaka 1971, bado hawajaridhishwa na kasi ya utekelezaji wa hukumu ya mahakama ambayo ilitaka baadhi ya vipengele vinavyosababisha ndoa za utotoni kuweza kuondolewa katika sheria hiyo. Tuna miaka 4 imebaki, hatujapata sheria, bado tunaendelea tupapo, tunazunguka, tunaenda. Lakini kwa sasa hivi tumefikia kwenye hatua, japokuwa tumerudishwa nyuma, lakini bado tunafanya kazi na serikali na wizara husika na katiba na sheria, na mara mwisho tulikubaliana nao kwamba kutakuwa na nisema kama na jukwaa lingine ambalo litahusisha hawa viongozi wa dini, viongozi wa mila, maana kuna mvutano, wengine wanasema dini, wengine wanasema ni mila. Lakini kutokana na hivyo kuna vingine mambo ya uchumi, unajua, na ukimwona tu mtoto amekaa nyumbani hana kazi, unafanya nini? Nenda kaulewe. Kwa hiyo tabii sasa tukae tuwe na lengo moja na sauti moja. Lakini sasa mwisho wa siku ndio kama leo nilivyosema, tumekuja kusikia sauti za watoto wenyewe. Kwa upande wake, Aileen Ernest, mmoja wa secretariat kutoka TSMN na afisa programu kutoka jukwaa la utu wa mtoto nchini CDF, amesema kuwa mtandao huo umechukua hatua za kuhakikisha kuwa sheria mpya ya ndoa inaweza kupatikana kwa haraka iwezekanavyo kwa kufanya vikao na wizara mbalimbali za hapa nchini, huku wakiwa wamekubaliana kuanza mchakato wa kuchukua maoni kutoka kwa viongozi wa dini pamoja na wale wa kimila ambao wanachukuliwa kuwa vikwazo katika mchakato wa mabadiliko ya sheria ya ndoa ya mwaka 1971. Kiukweli, kwa kikao kilichopita wizara inasema iko tayari kufanya mkakati wa kupokea tena maoni upya, lakini kwa sasa hivi hayo maoni yatachukuliwa mainly kutoka kwenye ngazi za dini, yani viongozi wa dini, kwa sababu kipindi kilichopita ile bill ilishindwa kupita kwenye wizara, kwenye bunge, kwa sababu ilikuwa bado haijapokea maoni ya kutosha kutoka kwa viongozi wa dini. Kwa hiyo kwa wakati huu tumesema kwamba ni vyema tushiana wizara kuleta viongozi wote wa dini kutoka mikoa mbalimbali iliyoko katika Tanzania hii, kuhakikisha kwamba tunapokea maoni yao, kuona wao wana msimamo gani katika jambo hili. Naye mmoja wa wahanga wa ndoa za utotoni kutoka Dar es Salaam pamoja na baadhi ya washiriki wa jukwaa hilo amesema madhara ya ndoa za utotoni yamemzuia kutimiza ndoto zake za kimaisha, sanjari na kusababisha ukatili wa kijinsia, ikiwemo kutaka kujeruhiwa vibaya na kisu, ingawa kwa sasa amekuwa mtu mzima
na anaendelea na maisha yake kama kawaida. Kweli mimi sikustahili. Kwa kipindi ambacho natakiwa sasa nifanye hatua, nilitumia nguvu kubwa sana. Lakini pia nashukuru Mungu, sasa hivi sasa niko vizuri, nilifanikiwa. Japokuwa kuna changamoto nyingi nimepitia, nilinyanyaswa, nikafikia stage mpaka mwanamume aliyewahi kunishikaga kisu, alikuwa ananifanyia yani ukatili wa kihisia, ukatili wa kisaikolojia hivyo. Lakini pia alishawahi kunifanyia mpaka ukatili wa kimwili, maana alikuwa ana uwezo wa kunipiga, ila kwa sababu pia nilikuwa ni mdogo, nilikuwa sina uwezo kufanya maamuzi. Wananchi wa mitaa ya Kisango na vitongoji vyake katika halmashauri ya mji wa Bunda mkoani Mara wamesema kwa muda mrefu hulazimika kutumia maji yasiyo salama kutoka kwenye visima vya asili na mabwawa, hali inayoweka afya zao hatarini. Adam Kadutu anaripoti kutoka mkoani Mara. Haya yanajiri katika wiki hii ya maji nchini. Hapa mkoani Mara katika mji wa Bunda, wananchi wanasema changamoto ya maji imekuwa ikiathiri zaidi wanawake ambao hutumia muda mwingi kutafuta huduma hiyo muhimu. Maana maji tunachota Ramboni na kwenye dimbwi lingine ambalo tayari Mchina alichimba Moram, ambapo sasa maji hayo sio salama. Kwa mfano sisi wakina mama tulikuwa tunateseka mno, lakini tunafurahi kwa huu mradi kutuletea hapa kijijini Kisangwa. Maji tulikuwa tunachota mbali mno, kuna mto mmoja unaita Nyamawe. Maji tunalazimika kuamka saa 11 tunaenda kujipanga. Maji ni ya kugombania. Yaani upatikanaji wa maji unakuwa haupo kwa matumizi yetu kupikia au matumizi yetu tu kama sisi kufulia, inatubidi twende kule Lambo Kubwa kufuata maji. Inatuasili kwa sababu muda mwingine unakuta vipindi vinasitishwa, tunaenda kwa ajili ya kufuata maji ya kupikia. Kutokana na hali hii, serikali imetoa zaidi ya shilingi milioni 700 kwa ajili ya kutekeleza mradi wa maji katika eneo hili unaolenga kumaliza kabisa changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama. Mradi huu una gharama ya shilingi milioni 716, lakini una kilomita za usambazaji 33. Na sasa tumepokea mabomba ya kilomita 7. Tunatarajia kukamilisha mradi huu tarehe 31 mwezi wa 7 2020. Kata ambazo zinapata adha ya maji ni kata za pembezoni, na moja wapo ni kata ya Mchalo. Tuliahidi kuleta maji ndani ya kata ya Mchalo, tukiamini kina mama ndo tunajua changamoto za maji. Akiweka jiwe la msingi kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Mara, mkuu wa wilaya ya Bunda Aswege Kaminyoge anatoa miezi 2 kwa mamlaka husika kuhakikisha mradi huu unaanza kutoa huduma kwa wananchi. Tutahakikisha kwamba wananchi wanaendelea kupata maji, lakini pia kwa wale ambao ni wa mjini waliokatiwa maji, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunatoa ofa katika wiki hii ya maji. Na wananchi ambao bomba hili linapita waendelee kupata maji wakati mnaendelea na utaratibu wa usambazaji wa kilomita zile 33. Adam Kadutu, TVE Habari, Mara. Serikali kupitia taasisi ya elimu nchini TIE imesema itaendelea kushirikiana na sekta ya ubunifu ili kuboresha ubora wa mazingira ya kujifunza katika ngazi zote za elimu kuanzia msingi, lengo likiwa ni kutoa elimu yenye ubora na ushindani. Taarifa hii inasomwa studio na Muhammad Jamal. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa maonesho ya wahitimu wa awamu ya pili wa mradi wa Mastercard Foundation EdTech Fellowship, mkurugenzi mtendaji wa TIE Dr. Ernest Komba amesema sekta ya ubunifu kupitia kampuni changa za ubunifu imeonyesha mafanikio hususan katika kubuni mifumo na bidhaa zinazohitajika na serikali sambamba na mabadiliko ya mitaala yanayohimiza matumizi ya kidijitali katika utoaji wa elimu nchini. Kwa hiyo sasa ukiangalia kinachofanyika hapa, wanatumia teknolojia kurahisisha huo ufundishaji. Kwa hiyo niseme linalofanyika hapa liko kabisa, linaendana kabisa na mabadiliko ya mitaala, na tunataraji kwamba tukishirikiana nao vema, hakika tutafanikisha utekelezaji wa mitaala. Kwa hiyo nimepita kwenye mabanda, nimeona namna wanavyofanya, nimeona teknolojia mbalimbali, nimeona ni kwa kiasi gani zinaweza kusaidia ufundishaji wa watoto wetu. Lakini zaidi niseme uzuri wa teknolojia hizi pia zinawakumbuka watoto wenye mahitaji maalum. Tumeona namna ambavyo kuna teknolojia ya kusaidia kufundisha KK3 zile, kusoma, kuandika na kuhesabu. Kwa upande wake, mkurugenzi wa Sahara Consult Jumanne Mtambalike amesema katika mradi huo awamu ya kwanza na ya pili wameweza kusaidia kampuni 22
ambazo zimebuni mifumo mbalimbali, ambapo mifumo hiyo imetumika na zaidi ya wanafunzi 300 hususan wa elimu ya awali ambao ni zaidi ya 70% ya shule za awali nchini. Kwa takribani zaidi ya miaka miwili wamekuwa wakitumia hizi solution kufikia watoto ambao wako mashuleni na nje ya mashule ambao wanahitaji kujifunza. Wamefikia takribani vijana 340,000 ambao wanajifunza na mifumo mbalimbali. Leo tuko hapa na taasisi ya elimu, mwakilishi wao mkurugenzi mkuu Dr. Anet Komba. Kama unavyofahamu kwamba tuna curriculum mpya na hii curriculum mpya inahitaji tools mbalimbali za watoto kujifunzia. Kwa wabunifu hawa wamekuja na ideas pamoja na project na product mbalimbali ambazo zitatumika kwenye kuimpact sekta ya elimu. Aidha, baadhi ya wabunifu walioshiriki maonesho hayo wamesema mifumo na programu walizobuni zinakidhi mahitaji ya mazingira ya elimu ya Tanzania, huku wakiomba zipewe sapoti zaidi ili kutimiza malengo ya kutatua changamoto za jamii kupitia ubunifu. Shule app ni mfumo ambao unasaidia mashule tofauti tofauti kwa ajili ya kuweza kuendesha shughuli zao za kitaaluma, lakini pia wanaweza kuendesha shughuli zao za kawaida na vile vile wanaweza kuendesha shughuli zao za kifedha. Kwa hiyo inachokifanya yenyewe ni kutengeneza utaratibu sahihi na kutunza kumbukumbu kwa zile shule. Ina uwezo wa kutunza kumbukumbu mpaka miaka 7 na kuendelea. Kwa hiyo tumewapatia mashule tofauti tofauti kwa ajili ya kuweza kutumia, lakini mpaka sasa tunaona ya kwamba imesaidia na imerahisisha utaratibu. Wadau mbalimbali mkoani Katavi wametakiwa kujitokeza kwa wingi kuiunga mkono serikali katika juhudi za kuboresha mazingira ya elimu pamoja na kushiriki kikamilifu katika kutatua changamoto ya upungufu wa madawati unaosababisha wanafunzi wengi kukaa chini na kushusha kiwango cha ufaulu. Neema Hussein anayo taarifa zaidi kutoka mkoani Katavi. Hayo yamesemwa na wakuu wa wilaya ya Mpanda na Mlele wakati wakipokea madawati yaliyotolewa na kampuni ya Premium Active inayojihusisha na ununuzi wa tumbaku, ikiwa ni sehemu ya wajibu wake wa kurejesha kwa jamii kulingana na kile wanachozalisha. Pamoja na hizo jitihada, lakini bado hatujaweza kukamilisha upungufu wa madawati ambao tunao katika wilaya yetu ya Mpanda. Dhamira yetu ni kuhakikisha watoto wanakaa kama ambavyo tumeelekezwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu. Sisi kama mkoa wa Katavi tunao mkakati kwa maana kumaliza tatizo la madawati ambao tumejiazimia au mkakati wetu baada ya miezi 3 kuanzia mwezi Machi tuwe tumaliza kabisa tatizo la madawati ndani ya mkoa mzima. Kwa hiyo mkakati wetu ambao tumejiwekea kama mkoa, namna ambapo Premium na nyinyi mmeanza kwa hatua hii, tunawashukuru sana. Tunaona kabisa sasa mkakati wetu ule tunaweza kufikia zile target ambazo tumejiazimia. Kwa hiyo tunaendelea kuwashukuru sana sana sana. Kwa upande wao, maafisa elimu awali na msingi katika halmashauri ya Mlele na Nsimbo ambako madawati hayo yametolewa, wamesema msaada huo utasaidia kwa kiwango kikubwa kupunguza changamoto ya upungufu wa madawati katika maeneo yao. Kwa madawati haya mliotupa 203, tuna hakika tumepunguza upungufu kutoka 2,116 hadi kufikia 1,913. Madawati 200 ambayo yatasaidia kupunguza idadi ya upungufu wa madawati kutoka 5,100 na kuwa 4,551. Naye meneja mahusiano kampuni ya Premium Active Yusuf Mahundi amesema kuwa katika utekelezaji wa mradi huo, kampuni ilipokea mapendekezo ya miradi ya kipaumbele kutoka katika kata wanazofanya biashara na kampuni hiyo. Katika kufanikisha hili, kampuni ilipokea miradi ya kipaumbele kutoka katika wilaya yako kwenye maeneo ya kata zenye vyama vya ushirika vya msingi vinavyofanya biashara na kampuni ya Premium Active. Kwa mkoa wa Katavi, mradi uliopendekezwa ulikuwa ni mradi wa madawati, na hivyo tulitengeneza madawati 753 yenye thamani ya shilingi za Kitanzania 1,77,990,579 na senti 22. Wakurugenzi watendaji wa halmashauri ya Mlele na Nsimbo wameendelea kufungua milango kwa wadau mbalimbali wakiwemo kampuni ya Premium Active kuiunga mkono serikali kwa kutoa msaada wa vitu mbalimbali kulingana na mahitaji ya eneo husika.
Mkoani Singida unatarajiwa kuchanja watoto 542,041 chanjo ya polio, mpango ambao utaanza rasmi Machi 24 hadi Machi 27 mwaka huu. Amenyaugo kutoka Singida anatoa taarifa zaidi. Hayo ameyasema Habibu Mwinori, mratibu wa chanjo mkoa wa Singida, katika mafunzo ya waandishi wa habari juu ya kuelekea utoaji wa chanjo mkoani Singida. Tunatarajia kufikia takriban jumla ya watoto 542,041 kama alivyosema mgeni rasmi, ambapo katika halmashauri ya Ikungi tunatarajia kuwachanja watoto 112,506 na Iramba watoto 98,505, Itigi watoto 87,209, Manyoni watoto 69,270, Mkalama watoto 59,572, Singida halmashauri watoto 75,969 na Singida manispaa tulipo hapa wanatarajia kuchanja watoto 42,640. Jumla yake ndio tunatarajia kupata watoto chini ya miaka 10 542,041. Aidha, kwa upande wa afisa mpango wa chanjo Wizara ya Afya Salome John alisema kuwa hakuna mtoto aliyekutwa na tatizo hilo, bali wapo kwa ajili ya kujikinga. Kwa vile Mwanza imepakana na hiyo mikoa, tukaona ni vizuri tufanye mafunzo kwenye mikoa ile iliyozunguka, ili kama ikitokea tatizo wale majirani pia tuwe tumewakinga. Lakini kifupi, hakuna mtoto mwenye aliyepata tatizo. Hii imegundulika kwenye sewage system. Je, ugonjwa wa polio unaambukizwa na nini? Ngeta Sebastian, afisa afya mkoa wa Singida, anatueleza. Njia za kuenea kwa ugonjwa nadhani tumeelezwa kwamba kubwa kabisa ni kwa njia ya kinyesi, kwamba mtoto anapokuwa aidha amekula kile kinyesi au ni mtu mzima, basi kuna uwezekano akapata nini? Akapata ugonjwa wa polio. Kwa upande wa mganga mkuu wa mkoa wa Singida, Victorina Ludoviki, ndiye ambaye alikuwa mgeni rasmi wa mafunzo hayo. Hapa anasisitiza lengo la mafunzo. Lengo la kikao chetu kama alivyosema mwakilishi wetu kutoka Wizara ya Afya ni kufanya uhabarisho, lakini kushirikiana zaidi na waandishi wa habari, maafisa habari, ili kuhakikisha ujumbe huu wa chanjo ambazo tunaenda kuzitoa kwa watoto chini ya miaka 10 unafika kwa usahihi wake na kila mtoto anapata haki yake ya chanjo. Shughuli ambazo tumeshazifanya mpaka sasa kwa mkoa wa Singida, usambazaji wa chanjo umeshafanyika katika maeneo yote na wengine tunatarajia umalizie siku ya leo. Vikao vya PHC kwa maana ya kamati za afya ya msingi zimeshafanyika katika halmashauri zetu na wengine wanamalizia leo na kesho. Lakini pia mafunzo yanaendelea katika maeneo mbalimbali kwa watu wa huduma ambao watahusika na chanjo, lakini pia kwa uhamasishaji wa ngazi za jamii. Chama cha Walimu Tanzania CWT wilaya ya Sengerema mkoani Mwanza kimewataka walimu kutimiza wajibu wao ipasavyo, ikiwa ni pamoja na kujituma katika shughuli zao za kila siku. Aidha, chama hicho kimesisitiza kuwa hakitawatetea walimu watakaokwenda kinyume na sheria na taratibu. Taarifa za Joel Baduka kutoka Geita. Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa CWT wilaya ya Sengerema Mwalimu Zakaria Muganda wakati wa ziara ya viongozi wa chama hicho iliyolenga watembelea walimu na kusikiliza kero mbalimbali zinazowakabili katika utekelezaji wa majukumu yao. Chama chao kinaendelea kuwapa motisha pale wanapofanya vizuri. Hatutorudi nyuma, lakini pia chama hiki hakitokuwa tayari kumtetea mwalimu mzembe. Mwalimu mzembe ambaye atimizi wajibu wake, ni mtoro kazini, aendi kwa wakati, anachelewa kazini. Huyu chama chetu kinahimiza wajibu na haki. Lazima atimize wajibu wake, alafu ndio adai haki yake. Kwa hiyo rai yangu walimu wote wa Sengerema, ni waombe viongozi wangu, katekelezeni wajibu wenu mliopangiwa na mwajiri wenu. Msiwe watu wa kufanya kazi kwa kuambiwa. Katika hatua nyingine, chama hicho kimeelezea mpango wa kuanzisha SACCOS ya walimu, lengo likiwa ni kuwawezesha kupata huduma za kifedha na kuepukana na mikopo yenye riba kubwa kutoka taasisi zisizokuwa rasmi. Hasa kuhusiana na SACCOS ambayo inaenda kuanzishwa wilayani Sengerema. SACCOS hii itaenda kuwasaidia walimu ambapo kwa asilimia kubwa tumekuwa tukiaibika, hasa walimu wanapokuwa wanakopa sehemu za mtaani, lakini baadaye kudhalilika katika kufuatiliwa na wanaowadai.
lakini kupitia sakosi hii itaenda kutusaidia, itaenda kutujengea heshima, ambapo mwalimu anaweza kupata mkopo na ukamsaidia katika shughuli zake ambazo anaweza kufanya. Mwenyekiti wetu Zakaria Muganda, kwa kweli mwenyekiti anajitahidi sana katika uongozi wake. Amekuja na vitu vingi ikiwemo ununuzi wa gari jipya aina ya Tata. Kwa upande wake, katibu wa CWT wilaya ya Sengerema Kibibi Lukindo amesisitiza umuhimu kwa walimu kuwa wanachama hai wa chama hicho kinachotambulika na serikali ili kiweze kuwasaidia kutatua changamoto mbalimbali zinazowakabili katika kazi zao. Niseme tu kwamba chama chetu cha walimu tunakata 2% kwa mujibu wa sheria, na kwamba kwenda kwenye chama kingine, mimi sijui kama kuna chama kingine, ila kuna wahuni. Chama cha wafanyakazi lazima kitimize vigezo. Kigezo cha kwanza utasajiliwa, chama atakusajili, lakini unatakiwa uwe na katiba ambayo unaitekeleza. Kwa ujumla, viongozi wa CWT wilaya ya Sengerema wameelezea kuendelea kusimamia maslahi ya walimu, huku wakiwataka kuzingatia maadili ya kazi na mshikamano, wakiamini kupitia umoja huo pamoja na mpango kama wa sakosi, walimu wataweza kuboresha ustawi wao na kuongeza ufanisi katika sekta ya elimu. Asante sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo kutoka Geita. Na mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Saida Nasser. Tupate mapumziko mafupi na kisha tutaendelea na taarifa ya habari.